Home Clinic. Kujali afya yako leo ni kujiandalia maisha bora ya kesho. Hujambo mtazamaji wa SAUT TV popote pale ulipo, karibu katika kipindi hiki cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Ni kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe mtazamaji kuweza kufahamu na kuelewa masuala mbalimbali juu ya afya yako. Na leo katika kipindi hiki cha Home Clinic ninakuletea mada inayoangazia madhara yatokanayo na kuvaa taulo za kike kwa muda mrefu bila ya kubadilisha. Utakuwa nami Stella Po mwanzo mpaka mwisho. Na kupitia mada hii mtazamaji utaweza kufahamu maoni mbalimbali ya wanawake, lakini pia utaweza kufahamu mambo mbalimbali kutoka kwa mtaalamu wetu wa siku ya leo. Kabla sijaenda mbele zaidi, tujikumbushe katika clinical puzzle ya wiki iliyopita ambapo swali lilikuwa likihoji, je, kwa nini ni muhimu kusafisha kinywa kabla ya kulala? Na majibu yake ni kama ifuatavyo mtazamaji. Ni muhimu kusafisha kinywa kabla ya kulala kwa sababu inasaidia kuondoa mabaki ya chakula na bakteria katika kinywa. Pia inasaidia kulinda afya ya kinywa. Halikadhalika ni vyema kusafisha kinywa kabla ya kulala ili kuweza kulinda meno yako. Na hiyo ndiyo afya storyline ya wiki hii tuliyokuandalia katika kipindi hiki cha Home Clinic. Matumizi ya taulo za kike ni sehemu muhimu ya usafi wa mwanamke wakati wa hedhi. Taulo hizi humsaidia mwanamke kujistiri, kujisikia huru na kuendelea na shughuli zake za kila siku bila hofu. Hata hivyo, licha ya umuhimu wake, matumizi yasiyo sahihi ya taulo za kike, hasa kutumia taulo kwa muda mrefu bila kubadilishwa, yanaweza kusababisha madhara mbalimbali kiafya. Kwanza, kutumia taulo za kike kwa muda mrefu kunaweza kusababisha kuongezeka kwa bakteria na fungus. Damu ya hedhi inapokaa kwa muda mrefu kwenye taulo huunda mazingira yenye unyevunyevu na joto, hali inayofaa kwa ukuaji wa vijidudu. Hali hii inaweza kusababisha muwasho, maumivu na harufu mbaya ya sehemu za siri, jambo linalomfanya mwanamke ajisikie kutokuwa na raha. Pili, taulo nyingi za kike hutengenezwa kwa kemikali na wakati mwingine huongezewa manukato. Kemikali hizi zinaweza kuathiri sehemu za siri, hasa pale taulo zinapovaliwa kwa muda mrefu. Athari hizi ni pamoja na kuwasha, vipele au mzee wa ngozi, hali inayoweza kuleta usumbufu mkubwa katika maisha ya kila siku. Aidha, matumizi ya taulo kwa muda mrefu yanaweza kusababisha harufu mbaya. Harufu hii hutokana na mchanganyiko wa damu ya hedhi, jasho na bakteria. Harufu mbaya huweza kuathiri kujiamini kwa mwanamke, hasa anapokuwa shuleni, kazini au katika mikusanyiko ya kijamii. Hivyo ni muhimu sana kuzingatia usafi na kubadili taulo mara kwa mara. Bali na madhara ya kimwili, kutumia taulo kwa muda mrefu kunaweza pia kuleta athari za kisaikolojia. Hofu ya kuvuja damu, harufu na muwasho inaweza kusababisha msongo wa mawazo na kukosa amani ya akili. Hali hii huathiri umakini na utendaji wa mwanamke katika masomo au kazi. Taulo za kike ni muhimu sana, lakini matumizi yake yanahitaji umakini na usafi wa hali ya juu. Inashauriwa kubadili taulo kila baada ya masaa 4 hadi 6, kuosha mikono kabla na baada ya kubadili taulo na kuepuka taulo zenye manukato makali. Kwa kufanya hivyo, wanawake wanaweza kujilinda dhidi ya madhara na kuendelea kuishi maisha yenye afya na heshima wakati wa hedhi. Na hiyo ndiyo afya storyline ambayo inatupa nafasi ya kuelekea moja kwa moja kwenda kutazama maoni ya wananchi. Nachoelewa mimi kuhusu taulo za kike zinatusaidia wasichana kujistiri tukiwa katika kipindi cha hedhi kwa muda mrefu. Zinatusaidia kujistiri ili tusichafuke tukiwa katika kipindi cha hedhi. Kwa majina naitwa Priska Patrick Tesho, ni mwanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino. Kwa maoni yangu na ushauri wangu, naona taulo za kike zinatumika mara nyingi ni vizuri masaa 3 yasizidi hapo, kwa sababu yakizidi hapo yanaweza kuleta madhara, and inashauriwa inabadilisha mara kwa mara ili kujiweka yeye mwenyewe muda wote msafu na mkavu akiwa na confidence sehemu yoyote na mahali popote pale. Asipofanya hivyo atakuwa na confidence kwa sababu atakuwa anaogopa yamkini amechafuka akajiona inferior. Ushauri wangu kwa kina dada na kina mama
kuhusu towel za wakina mama kina dada, ninawashauri kwamba tunapenda kutumia mostly, yani isizidi masaa 3. Itakufanya uwe msafi na utakuwa unaleta harufu na utakuwa unajiamini kile unapokwenda. Kwa upande wangu mimi naelewa kwamba taulo za kike zinatumika kipindi ambacho mwanamke anakuwa kwenye siku zake, na kwa matumizi ambayo mimi ninajua haitakiwi kuzidisha masaa 6 kama ni zile za kutupa, ila kama ni za kufua masaa 3 anatakiwa ameshabadilisha. Hiyo ni kwa upande wangu mimi. Baada ya kutazama maoni hayo ya wananchi, inanilazimu moja kwa moja sasa kwenda chumba cha daktari ili kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana na mada ambayo nimeiweka mezani kwa siku ya leo, inayoangazia madhara yatokanayo na kutumia pedi ama taulo za kike kwa muda mrefu bila ya kubadilisha. Daktari, pengine ni madhara gani ambayo yanaweza kujitokeza pale mwanamke anapotumia taulo za kike kwa muda mrefu bila kubadilisha? Kuna madhara makubwa sana. Unajua mwanamke anapokuwa kwenye pii, sawa, madhara anayoweza kuyapata ni makubwa, hasa anaposhindwa kupata muda wa kubadili pedi zake kwa wakati, pedi kwa wakati. Mfano, madhara ya kwanza kabisa ni kupata miwasho sehemu zake za siri. Unaelewa? Yaani maana yake tayari ile imetengeneza kama asidi mle ndani. Sawa? Kwa hiyo ile inaweza kumpelekea miwasho ya mara kwa mara. Lakini kingine anatoka nayo muda mrefu wakati ile damu ipo, maana yake inaweza kumletea pia kupata hata fangasi mle ndani. Kwa hiyo moja kwa moja mwanamke anaweza kumaliza pii vizuri, lakini akabaki na hao bakteria kwa sababu alikuwa hapati muda wa kufanyaje, wa kubadili pedi. Na kitaalam taulo za kike zinapaswa kubadilishwa kila baada ya muda gani? Ushauri wa kitaalam ni kuwasaidia tu wajitahidi kuwa wanabadili kwa wakati kabla ya yale masaa 6. Angalau hata kama basi amebanana, basi atafute muda wa kuwa anaingia uani anaweka nyingine. Naam, baada ya kutoka katika chumba cha daktari tunapata nafasi ya kwenda kutazama clinical message ya wiki hii ndani ya Home Clinic. Clinical message. Na hiyo ndiyo clinical message ya wiki hii ambayo inanipa nafasi ya kurudi tena katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri juu ya mada yetu ya leo. Daktari, pengine nini ushauri wako kwa wanawake juu ya matumizi ya taulo za kike hususan wanapokuwa katika kipindi cha hedhi? Ushauri wa kitaalam ni kuwasaidia tu wajitahidi kuwa wanabadili kwa wakati kabla ya yale masaa 6. Angalau hata kama basi amebanana, basi atafute muda wa kuwa anaingia uani anaweka nyingine, lakini wakati huo anatakiwa pia asafishie maji salama yaliyo safi. Yasiwe maji ambayo yamekaa muda mrefu toilet, aidha na wakati ule amemaliza kupucho kubwa asitawaze kwa kuleta mbele, kwa sababu kumbuka anapotawaza kuleta mbele kile kinyesi kinabaki pale sehemu zake za siri, lakini ukijumlisha na hii blood ya pee, kwa inaweza kumletea infection kubwa sana kwenye sehemu zake za siri. Mara baada ya kutazama ushauri kutoka kwa daktari, na sasa tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Clinical puzzle. Na hiyo ndiyo clinical puzzle ya wiki hii. Unaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wetu wa comment na majibu yake tutakuja nayo katika kipindi kijacho. Nami mpaka kufikia hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Home Clinic. Shukrani kwako wewe mtazamaji ambaye umefuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, ambapo mada ya leo ilikuwa inaangazia madhara yatokanayo na kutumia taulo za kike kwa muda mrefu bila kubadilisha. Ulikuwa nami Stella Po, nikutakie wakati mwema. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii YouTube, Instagram, TikTok na Facebook. Tunapatikana kwa jina moja tu @SauTV_TZ. Uwe na wakati mwema. Home Clinic.
Clinical message.